Ujumbe wetu siku ya leo unasema usikubali kuvunjika moyo. Kwa namna yoyote, usikubali kitu chochote kikuvunje moyo. Hata ingawa utapita kwa kiwango gani, lakini usikubali kuvunjika moyo. Kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 na mstari wa 9, neno la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia mioyo au roho. Kwa hiyo kwa kadri tupatapo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, hasa jamii ya waaminio. Mtume Paulo anaandika kitabu hiki na kusema tusichoke kutenda mema. Hata kama mtu akikuudhi, usichoke kumtendea mema, kwa sababu mema yale tunayopanda au tunayotenda, kuna wakati wa kuvuna. Biblia inatuonesha kila mtu anayepanda mbegu, kuna wakati wa kuvuna ile mbegu. Kwa hiyo jambo jema unalolipanda juu ya mama mwenzako, juu ya watoto wake, juu ya mume wake, juu ya mke wake, na maombi tunayoomba kwa ajili ya mataifa yetu, nchi zote mbalimbali, amini ya kwamba kuna siku tutapata neema na majibu ya maombi haya ambayo tunayaomba. Kinachotakiwa ndani yako ni kwamba usikubali kuchoka. Hata kama kutainuka kitu cha kukuchosha, usikubali kuchoka. Maana yuko Mungu aliyesema, mimi ni Mungu nikutiaye nguvu. Alijua kuna mahali utafika utachoka, lakini yeye kama Mungu atakutia nguvu. Kama Mungu atakuwezesha. Mungu hawezi kubali hata siku moja mtoto wake achoke na kuangamia. Lakini Mungu yupo kwa sababu ya kumtia nguvu kila anayevunjika moyo, kila anayekata tamaa. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kumuinua. Katika Waefeso mlango wa 3 mstari wa 16, mstari wa 13 anasema, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Mapito ambayo tunaweza tukaona tunapitia wakati huu wa mama, pengine unapita kwenye mapito kwa ajili ya familia, watoto, mume wako, mke wako, au kazini. Hayo mapito yasikukatishe tamaa, yasikufanye uvunjike moyo, yasikufanye ufike mahali pa give up. Hapana, endelea kumtazama Yesu Kristo aliye hai kwa sababu yako. Yeye atakutia nguvu. Ndio maana maandiko yanasema basi tusikate tamaa. Nami ningeomba grupu hili, msikate tamaa. Hata kama mtakutana na mambo magumu, neema ya Mungu iwashikilie katika hayo mambo magumu. Mungu ambaye ameweza kutuleta umbali mpaka umbali huu tulipo, Mungu huyo huyo aendelee kuonekana kwenye maisha yetu. Tukizidi kuombeana, tukizidi kushikamana na kupendana, ili Mungu atukuzwe katika ulimwengu. Niseme hayo siku ya leo, neema ya Mungu iwatendee wanawake wote waombaji nguvu na kuwaimarisha. Ni mimi rafiki yenu, Mwalimu Bishop Daniel Mathew,